Serikali kwa muda mrefu imekuwa ikifanya kazi kwa karibu na taasisi mbalimbali zikiwemo taasisi za kidini katika kujenga mazingira shirikishi ya malezi na elimu ya watoto wenye mahitaji maalum. Kufikia mwaka 2024, watoto wapatao 1416 wamesajiliwa katika shule 18 hapa nchini. Vile vile tumeendeleza na kupanua mafunzo ya ualimu kwa ajili ya watoto wenye mahitaji maalum kwa ngazi za stashahada na shahada. Aidha, serikali imeweka utaratibu wa kuhakikisha uwepo wa wataalamu wa kutosha kwa ajili ya viungo physiotherapists, lakini pia wataalamu wa kutosha kwa ajili ya tiba kwa vitendo occupational therapist, na wale wa lugha wa kusaidia matamshi au speech therapist, pamoja na watoa tiba ya afya kisaikolojia na wengineo wanaohudumia watoto wa aina hii. Tunafanya hivi kwa sababu watoto wenye mahitaji maalum, hususan wale walioathirika na usonji, hukutana na vikwazo vingi vikiwemo vya mawasiliano, kutoweza kuongea, kutokukubaliwa mashuleni na kwenye jamii, kutengwa na watoto wenzao na kushindwa kuchanganyika, kufichwa majumbani kutokana na imani potofu kwenye jamii juu ya usonji na kadhalika. Mhashamu Baba Askofu, nimepokea maombi yenu na kama nilivyosema hapo awali, serikali itaendelea kushirikiana kwa karibu na wadau wake mbalimbali katika kuboresha mifumo ya kiutendaji na kiutekelezaji ili kuwezesha malezi na upatikanaji wa elimu kwa watoto wenye uhitaji maalum. Tutaendelea kufundisha walimu kama alivyosema naibu waziri na waelimishaji wenye taaluma maalum kwa watoto hawa wenye mahitaji maalum, lakini pia tutaendelea kuimarisha vitendea kazi na miundombinu mingine ili kuhakikisha kwamba watoto hawa wanapata elimu na usaidizi unaostahiki. Na ndio maana nilisema tutakuwa nanyi bega kwa bega kuhakikisha kituo hiki cha mfano kinakuwa maalum cha mfano wake.